naitwa Siaili Kesi. Mimi na miaka zaidi ya 15 hapa. Na mimi namjua mama Mpangala, ni eneo lake. Tunashangaa mtu analeta document kwamba tumepewa siku 30. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nena. Toka mtoke. Hatuwezi kutoka. Tupate dokumenti zake tuweze kutoka. Hatuwezi kutoka. Na mimi ile karatasi nimeichana kwa sababu haina dokumenti yoyote. Yeye tunatetea haki yetu, kwa nini anatunyanyashia? Ametoka hapa hatumjui sisi. Nasikia ndio hayo mawazo yangu. Majina naitwa Michael Rehani. Naweza kusema kwamba ni mwenyeji katika eneo hili, maana tangu nianza kulifahamu ilikuwa mwaka 99, kirasmi mwaka 2000 hapa. Na nimeweza kuanza kufanya biashara ndogo ndogo katika eneo hili tangu mwaka 99 mpaka hivi. Na kwa kipindi chote hiko mmiliki halali ambaye tunamfahamu ni mama Mpangala. Kwa hii notes unaidadavuna ya kwa baada ya notes mimi kiangalia ni ya ujanja. Tena naomba nikame kwa hii notes ni ya ujanja kwa sababu ukiangalia kisa na hii notes ni kama ni utapeli fulani tu hivi, unaona ni kama ni utapeli fulani ambao umefanyika. Yes, kwa sababu tukiangalia mmiliki ni mwingine, tunaletewa notes na mtu mwingine afu bila taarifa yoyote. Kwa hiyo ni kwamba kama ni ukitisho fulani hivi au ni utapeli fulani ambao unatumika, maana sasa hivi dunia imenani sana, watu wanatumia utapeli wa design hii. Kwa hiyo tunaomba tu serikali sikivu kabisa, maana serikali tunaipenda, kwanza ni serikali sikivu. Tunaomba hebu isimamie hili swala na ifuatilie kwa kina. Kwa sababu leo kama unakuja kuondosha watu zaidi ya 40, wananchi zaidi wanaojitafutia kipato katika sehemu ambao wanasomesha watoto, wanalipia kodi za nyumba na maisha yanakwenda, afu unakuja kuletea notice ya kiutapeli namna hii, huu kwanza ni uuaji. Lakini tunaomba serikali yetu sikivu, hebu naomba ifuatilie kwa kina hili swala. Tatoka mtoke. Sisi hapa hatutoki kwa utapeli huu. Kwa utapeli hatuwezi kutoka. Sisi tunaiheshimu serikali, sisi tuko chini ya sheria. Tunaishi kwa mujibu wa sheria. Na serikali yetu ndio mlezi wetu, ndio mzazi wetu. Na serikali ikisema kwamba toka, tutatoka, lakini hivi kwa utapeli ambao unafanywa na watu hatuwezi kutoka. Sisi tunaomba serikali hebu isimame, ifuatilie hili swala kwa makini. Tunachotaka haki tendeke, mama atusaidie kuhusu hili swala, ni mwanamke mwenzetu, atusaidie kusimamia haki ya huyu mama, apate haki. Eneo ni la huyu mama na hapa hatutatoka mpaka serikali iingilie kati. Ndio tunachoomba tu, serikali iingilie kati, kwa sababu serikali yetu ni sikivu na inasikia, na mama yetu anatusikia vizuri alipo. Tunaomba asimamie ile swala ili haki itendeke ya huyu mama. Mama arudie eneo lake, arudishiwe, maana tunajua miaka yote tumekaa hapa ni eneo la huyu mama, miaka 20 tuko hapa. Hatujui mtu mwingine tofauti na huyu mama, na ndio tunayemjua. Na sisi anatutetea kwa sababu tunalisha watoto wetu kwa kupitia hapa. Hatuna chochote tunachompa huyu mama, yeye amefanya kutusaidia sisi kama wanawake wenzake. Tunaomba Mama Samia aingilie kati kuhusu hili swala. Huyu dokumenti zake alizotuletea sisi hatuzitaki na ni feki na wala hatumtambui. Mimi naitwa Esther James. Mimi hili eneo nalijua toka mwaka 96. Wakati kaka yangu amejenga hapo, alikuwa kama mjumbe. Kuna mama alikuwa miliki wa hiyo hapo. Akiwa na karabati akanaongeza eneo. Siku hiyo mjumbe akagombana naye. Akamwambia ili eneo kwa nini unaliongeza kila siku, ili eneo la huyu mama? Akamwambia mimi wateja wangu kwa sababu ni wengi, kwani mpaka wake si anaujua. Akija atachukua kwenye mpaka wake, kwa sababu ili eneo ni la mama Mpangala, sio la huyu aliopewa hapo. Mimi nashangaa ametoka wapi, kwa sababu mimi nilikuwa nalijua toka mwaka 96. Na hii kesi gani ya muda mrefu kiasi hicho, zaidi ya miaka 20 sasa hivi wanataka kumdhulumu huyu mama. Sheria ichukue mkondo wake, imsaidie huyu mama, kwa sababu eneo tunalijua ni la huyu mama. Na yule mama wakati anasogeza alikiri mwenyewe, kwa sababu anadai ndo alimuuzia huyo anakuja kutupa notice leo. Huyo sisi hatumjui, tunamjua yule mama. Tunamwomba Mama Samia amsaidie mwanamke mwenzie, kwamba hii kesi ina zaidi ya miaka 20, amsaidie apate haki yake, kwa sababu anataka kumdhulumu huyu mama. Na huyu mama ndio mmiliki wa toka 96 mpaka leo. Huyu wa 2025 ametoka hapo kusema ni eneo lake. Mimi naitwa Batuli Fadhili Munisi. Nilikuja hapa mwaka wa 98. Baada ya kuja eneo hili nilikuwa sijaanza biashara. Kuna ndugu zangu walikuwa wamepanga kwa huyu mama jirani huyo ambaye anadai eneo ni lake. Wakati tuko pale tunaelewa kabisa eneo hili hapa ni la mama, na huyu mama aliweka kibanda hicho cha baa kwa upande wa huyu mama Mpangala. Tangu miaka hiyo na mpaka nikaja kupata biashara kufanya, tunamilikiwa na huyu mama Mpangala. Hasa ninashangaa kwa leo tunaletewa notisi
ya kwamba hapa sio eneo la Mama Mpangala. Umepata nafasi ya kusikilizwa na Mama Samia. Hebu zungumze naye kuhusu hilo. Zungumza naye sasa, mwambie Mama Samia. Kwa hiyo Mama Samia, mwanamke mwenzako, na sisi ndo wajumbe wake, tuko chini yake ya siku nyingi tangu 98 mimi ninavyokumbuka mpaka leo hii. Umsaidie huyu mama kwa ukweli wa haki yake.